Wakati tunaendelea kunyoosha maisha na kunyoosha 2026, wanasema zao la parachichi pia huku mambo yamenyoka kweli kweli. Lakini inasemekana kuwa kuna wakulima wanapiga hela kwenye hili zao la parachichi mkoani Njombe, lakini wameficha password katika namna ya ama kila mmoja kunufaika pia na hayo mafanikio kwenye zao hili la parachichi, kwa maana password za mafanikio kwenye zao hili. Na miongoni pia wa watu wenye ushahidi huo ni mbunge wa jimbo la Njombe mjini, Mheshimiwa Deodatus Mnyika. Basi hapa anamualika Kachero Joachim Myefu kutoka Njombe, alikutana na mbunge wa Njombe mjini Mheshimiwa Deo Mnyika, ambaye kimsingi anatujuza zaidi kuhusiana na hili. Nikukaribishe mtazamaji kutoka maeneo tofauti ya Tanzania, na leo tutakuwa na mahojiano na mbunge wa jimbo la Njombe mjini Mheshimiwa Deo Philip Mnyika. Tutazungumza kuhusiana na mnyororo mzima wa zao la parachichi, lakini tutaangazia zaidi kwenye swala zima la ushiriki wa vijana kwenye zao hili. Changamoto ziko wapi, lakini nini kifanyike ili waweze kupiga hatua na kuwekeza kwenye zao hili. Tueleze kwa kifupi hali ya kilimo cha parachichi kwa jimbo la Njombe na mkoa kwa ujumla ikoje, na ushiriki wa vijana unauonaje? Asante sana, nashukuru kwanza kupata nafasi kuweza kuongea siku ya leo. Naitwa Deodatus Philip Mnyika, ni mbunge wa jimbo la Njombe mjini. Nimekuwa kwa kipindi cha miaka 5 iliyopita, na namshukuru Mungu niliweza kufanikiwa tena kuwa mwakilishi wa wananjombe kwa kipindi kingine cha miaka 5 ambayo ndio kwanza tumeianza. Na kwa kweli parachichi ni zao moja ambalo toka nimeingia kwenye ubunge, kwanza nilikuwa mwenyewe mkulima kabla sijawa mwanasiasa. Okay. Kwa hiyo ni zao ambalo mimi mwenyewe nilichangamkia, lakini nilipoingia katika ubunge ni zao ambalo nimeomba sana vijana walichangamkie. Ukiangalia kwa kifupi, parachichi ndio zao katika mazao ya mboga mboga na matunda ambalo linakuwa kwa kasi zaidi. Okay. Ukichanganya na mboga mboga, matunda, parachichi ndio inayokuwa zaidi kwa asilimia kama 9 mpaka 12 kwa mwaka. Okay. Na nchi yetu inazalisha parachichi kwa kasi kubwa sana. Na parachichi ina bei nzuri, ina soko zuri. Kwa hiyo mkoa wa Njombe umechangamkia sana zao la parachichi, hasa katika miaka hii 10 au 15 iliyopita. Na mpaka sasa tunavyoongea tuna wakulima wengi sana wa parachichi. Na tunaposema Njombe asilimia 99 ya watu ni wakulima, maana yake ni kwamba hata vijana ambao wanafanya kazi ambazo sio za kuajiriwa, wanafanya za kujiajiri, na wale ambao wanaajiriwa bado na wao wanakwenda kwenye kilimo cha parachichi. Maana yake ni kwamba ni zao ambalo kila mmoja ameona faida yake na kila mmoja amehamasika kuingia kwenye kilimo cha parachichi kwa sababu ya faida ambazo wengi wanaziona zinatoka kwenye parachichi. Okay. Tumeona kwa kiasi chake vijana wanaamka, wanaendelea kushiriki na kuwekeza, lakini kundi kubwa la vijana linashindwa kuwekeza kwa sababu mbalimbali. Labda tuelewe kwa nafasi zenu kama wawakilishi, nafasi yenu iko wapi na nini kifanyike ili kuhakikisha kwamba vijana wanawekeza na kuanza kunufaika na kilimo hiki? Asante, na ni swali zuri. Na kabla ya kujua kwa nini vijana wanashindwa kuwekeza kwenye parachichi, na kabla kujua nafasi yetu sisi ya kuwasaidia vijana, labda tujue kwa nini wanashindwa. Yes. Na kimsingi parachichi watu wengi walichangamkia, na kwa kweli watu walidhania, watu wa Njombe na hasa vijana walikuwa sana kwenye kilimo kingine cha mazao ya chakula, lakini hasa kwenye mazao ya misitu. Na mazao ya misitu wengi walidhani kwamba parachichi ni kama mazao ya misitu, kwamba unakwenda unapata eneo, unachimba, unaweka pale mti, unangoja mvua, halafu unakuja unaangalia. Lakini wameendelea kujifunza kwamba kumbe parachichi ni zao linalotaka kitu kinaitwa uangalizi wa karibu, au wazungu wanaita nursing care. Okay. Linataka uangalizi wa karibu. Lakini sio hiyo tu, kwenye uangalizi wa karibu ni zao linataka mtaji. Lakini sio hiyo tu, ni zao linataka utaalamu. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo kwa kweli yamewafanya watu wengi, hata vijana ambao wameanza kurudi nyuma, sio kwa maana ya kuacha kilimo,
Okay. Lakini kwa maana ya kujua parachichi sio zao unakwenda kuchukua eka 30 unaanza kulima au eka 100 unaanza kulima. Parachichi wengi tumekuja kugundua, na hasa vijana, ni zao unatakiwa ujipange. Maana yake nini? Inataka mtaji. Maana yake nini? Inataka uwe na uwezo wa kuweza kuliendeleza zao hili kwa kuwa na fedha. Inahitaji madawa, inahitaji mbolea, inahitaji ardhi nzuri. Lakini katika yote, watu wengi tumegundua kwamba bila maji ya uhakika hakuna parachichi. Na maji maana yake ni fedha. Maana yake lazima utafute source ya maji, usingoje mvua. Lazima uweze kuinvest kwenye miundombinu ya maji, uwekeze kwenye miundombinu ya maji. Kwa hiyo kwa maana nyingine, vijana wengi wanarudi nyuma kwa sababu ya mtaji. Sasa swali lako lilikuwa tunafanya nini kama viongozi? Kwa kweli mimi kwanza tunaendelea kuhamasisha. Tunataka vijana wasikate tamaa. Unasema ujipime kanzu unaweza kuvaa. Ulime kiasi kile ambacho unaweza ukaendesha ile biashara. Lakini cha muhimu zaidi ni kuwa na fedha na maeneo ambayo vijana wanaweza wakapata fedha. Na mimi nashukuru kwamba serikali imejipanga, private sector imejipanga, mabenki yapo. Sasa kila mtu anasema akisikia mtaji anafikiria benki. Na mitaji ya benki ni gharama. Kwa hiyo vijana wengi hawawezi kwenda benki. Lakini tunasema kuna mitaji mingine ambayo ni ya masharti, ambayo ni nafuu. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa mimi kama mwakilishi wa wananchi ninacho encourage au nawatia moyo au najitahidi kuhakikisha kwamba kwenye mikopo ambayo tunaitoa ya halmashauri, tukiweza, maana ile inakava kila kitu, biashara mbalimbali. Okay. Tukiweza tupeleke zaidi kwenye kilimo, na tukiweza tupeleke zaidi kwa vijana. Kwa hiyo ni eneo moja ambalo vijana wengi wamechangamkia na kwa kiasi fulani wamefanikiwa. Sasa zile fedha sio nyingi sana. Kwa hiyo ni swala la kuona namna gani tunaweza tukaongeza hizo fedha kupitia taratibu mbalimbali, na tukapunguza pengine kwenye maeneo ambayo fedha zinakwenda kwenye biashara. Maana hata ukitaka kufanya biashara, kununua na kuuza, unaweza kupata mkopo wa halmashauri. Kwa hiyo tuhame huko, tuende kwenye zaidi wazalishaji. Hiyo ni eneo moja. Lakini eneo jingine ni sisi kama wabunge. Tuna nafasi kubwa sana ya kusaidia kuangalia namna gani mitaji kwa vijana inaweza ikapatikana. Kuna taasisi nyingi sana za kiserikali ambazo zinatoa mitaji nyingi sana. Ukienda afisi ya waziri mkuu kuna mitaji inatolewa. Ukienda uwezeshaji kuna mitaji inatolewa. Ukienda sijui mambo ya ustawi wa jamii kuna mitaji inatolewa. Kwa hiyo kuna mitaji mingi. Kwa hiyo jambo moja, tujaribu kuona mifuko hii namna gani tutumie neno inasomana, kwamba hela nyingi ziende kwa vijana, ziwasaidie vijana. Na katika hilo ndio maana moja ya mambo ya kisera ambayo yanaendelea kusaidia vijana ni kuanzisha miradi ile tunaita ya Jenga Kesho Iliyo Bora. Moja ya jambo ambalo tumetoa ushauri na tunafurahi kwamba serikali imeusikiliza, mikopo ya masharti nafuu kupitia miradi ya Jenga Iliyo Bora, tunasema isiende kwa vijana ambao wanakaa mijini, vijana ambao wanafanya shughuli za biashara, iende kwenye vijana ambao wako kwenye halmashauri ambazo ziko maeneo ya kilimo, mashambani. Okay. Na ikiwezekana, na mimi hii nilisema kwa dhati kabisa kwa sababu nimeona matokeo, na ikiwezekana iende kwa vijana ambao wako tayari kwenye uzalishaji, wanatakiwa wapigwe jeki. Isiende kwa watu ambao wanafikiria wakafanye kilimo cha parachichi. Ila wale ambao wako kwenye parachichi, anahitaji maji, anahitaji madawa, anahitaji mbolea, hawa ndio tuwasaidie zaidi kwa kuwapa mikopo ya masharti nafuu. Ni mazungumzo ambayo ni mahojiano kimsingi kati ya ripota wetu Jocta Mungyefu kutoka Njombe na Mheshimiwa Deodatus Mwanyika, mbunge wa jimbo la Njombe mjini, hususan kwenye fursa ya zao la parachichi. Parachichi ambalo ni dhahabu kweli kweli kwa upande wa Njombe kule na maeneo mengineyo. Nukta ya Central ya Januari 6, 2025 tunaika hapa. Tukutane kesho panapo hai na uzima. Kwa niaba ya timu nzima ikiongozwa na Azizi Kindamba, Abel Mpone
Manela, JB Kazumba, Hussein Miayo na wote ambao wameshiriki mchakato wa maandalizi ya Central ya Januari 6. Basi hongera kwenu na tukutane kesho panapo hai na uzima. Mimi ni Ali Kashmiri. Uniona hapo kuna jambo, na kama utafika utaniona. Nikutakia usiku mwema, lakini endelea kusalia na Clouds TV.